Milimu, KTN. Tukisalia na taarifa kuhusiana na kifo hicho cha mwanablogu hiyo ni kwamba tangu tukio la kifo cha mwanablogu Albert Ojwang, naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat amepotea kabisa kwenye macho ya umma, huku maswali yakiibuka baada ya kutajwa kwa mlalamishi mkuu wa kesi ya Albert Ojwang. Mara ya mwisho Lagat kuonekana ilikuwa Jumatatu alipoandamana na inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja kutoa taarifa kuhusu kifo hicho. Hata hivyo, Wakenya wanazidi kutoa mashinikizo ya Lagat kujiuzulu kutoka wadhifa wake. Clement Masombo anaeleza. Wiki moja tangu kifo cha mwanablogu Albert Ojwang, maswali yanazidi kuhusu kutoonekana kwa naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat aliyetajwa kuwa mlalamishi mkuu dhidi ya marehemu Ojwang. Mara ya mwisho Lagat kuonekana hadharani ilikuwa Jumatatu alipoandamana na inspekta jenerali Douglas Kanja kutoa taarifa kwa Wakenya kuhusu matukio ya kifo cha Ojwang. Ojwang was found unconscious. He was immediately rushed to Bagathi Hospital for treatment, as documented at the occurrence book number 9/08/06 of 2025 at 01:39 hours. Upon arrival, he was declared dead. Jumatano, wakati Kanja aliandamana na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen mbele ya bunge la Seneti, Lagat hakuwepo miongoni mwa maafisa wakuu wa polisi waliofika kwenye Seneti siku hiyo. Hali ilikuwa sawa siku ya Alhamisi Kanja alipofika mbele ya kamati ya bunge la taifa. Licha ya kuwa kulikuwa na maafisa wakuu wote wa idara ya polisi siku ya Ijumaa, wakati Rais William Ruto aliongoza taifa kuharibu silaha haramu eneo la Ngong, kaunti ya Kajiado, Eliud Lagat hakuwa miongoni mwa maafisa hao. Ila licha ukosefu wake, shinikizo za kujiuzulu kwake zinazidi kutolewa na Wakenya, wakisema kuwa hilo tu ndilo hakikisho kuwa uchunguzi utakuwa wa huru na haki. Clement Masombo, KTN. Na afisa mkuu wa kituo cha polisi cha Central hapa Nairobi, Samson Talama